Mimi naitwa Dr. Boniface Kasururu, ni katibu tawala msaidizi na nasimamia sehemu ya afya, ustawi wa jamii na lishe, ambaye pia ni mganga mkuu wa mkoa. Nimetokea ofisi ya mkuu wa mkoa. Lengo kubwa ni moja. Tuna taarifa za mradi huu ambao tumekuja kuangalia. Tulipokea fedha, ni muda kidogo, lakini huu ni mradi ambao uko chini ya mpango mahususi tunaita TIMCHIP. Ni mpango wa uwekezaji katika huduma za afya, uzazi na mtoto. Lakini pia ni mradi ambao unapatiwa fedha kote ilikopelekwa. Tunasema tumepata fedha chini ya utaratibu wa lipa kwa matokeo. Lipa kwa matokeo tafsiri yake sio tu kukamilisha mradi. Kwanza mradi ukamilike ndani ya muda, lakini pili taratibu zote ambazo zilielekezwa kwenye barua ya maelekezo basi zifuatwe. Kumaliza mradi ni jambo moja, lakini kuzingatia taratibu ni jambo la pili. Na mwisho la muhimu kabisa ni matumizi. Kwamba mradi sasa ukishakamilika basi uweze kuanza kutumika ili kuleta manufaa ambayo yalilengwa kufikiwa wakati fedha hizi zinaletwa. Mimi niwashukuru kwanza kwa namna ambavyo mmekuja. Naona wote mmekuja kwa nafasi zenu, kuanzia wewe mwenyewe afisa mpango pamoja kwamba unamwakilisha mkurugenzi, lakini nimeona engineer, afisa manunuzi, mtu wa fedha. Hili ni jambo zuri, na wito wetu hata mnapokuwa wenyewe katika kufuatilia hii miradi, sio mara zote, lakini angalau mnakuwa na ratiba ya kuja sasa kama timu, ili pale ambapo panahitaji ushauri wa mtu wa fedha unatolewa, panapohitaji ushauri wa mtu wa mipango, manunuzi na mhandisi, basi inakuwa hivyo. Kwa mimi niwashukuru sana. Asante. Rasmi nikukaribishe katika zahanati ya Isanzu. Tuna wakuu dawa kutoka ofisi ya mkurugenzi. Kimsingi mradi huu mheshimiwa mgeni rasmi umeshatekelezwa kwa asilimia 90. Tuko kwa sababu kabisa ya kushiriki. Lakini pia kuna baadhi ya majukumu ilishatekelezwa kwa fedha za mradi za mwanzo. Kwa hiyo imekuwa ni uboreshaji tu kwa mradi. Lakini maeneo mengi yameshatekelezwa kwa ajili ya kuanza kutoa huduma. Labda nikaribishe tuweze kupokea taarifa ya kazi. Ndugu mgeni rasmi, halmashauri ya wilaya ya Songwe inatekeleza mradi wa ujenzi wa jengo la OPD, RCH, nyumba ya mganga na kichomea taka katika zahanati ya Isanzu kwa kutumia fedha za serikali kuu, ikiwa ni mpango wa kuboresha mazingira ya kazi na utoaji wa huduma bora za afya kwa mwananchi. Mradi huu unatekelezwa kwa gharama ya shilingi milioni 284 na 20,326, ambapo hadi sasa kiasi kilichotumika ni shilingi milioni 226. Hatua ya mradi. Ndugu mgeni rasmi, mradi upo hatua ya umaliziaji katika umaliziaji kazi ambazo bado ni mfumo wa maji na umeme, awamu ya pili kwenye jengo la OPD na RCH. Hitimisho. Ndugu mgeni rasmi, tunashukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuendelea kuboresha mradi huu wa utoaji wa huduma muhimu ya afya kwa wananchi. Tunawashukuru wananchi wa kata ya Manda, kijiji cha Isanzu, kwa ushirikiano wakati wa utekelezaji wa mradi huu. Kwa heshima na taadhima, naomba ukague mradi huu.